Katika mzunguko wa kwanza wa michuano ya kombe la shirikisho mwaka 2024 mwaka 2025 katika fainali bora kabisa za hatua hizi za first leg, kiuhalisia nafikiri naweza nikasema kabisa kwamba video assistance referee VAR hazina umuhimu wala hazina haja kutumika katika michuano hii kwa kile kilichoweza kutokea katika mechi ya tarehe 17 mwezi wa 5. RSB Berkane ilikuwa dhahiri shahiri kwamba inapendelewa na muamuzi na ilikuwa inapendelewa na video assistance referee, na hata kwa kocha Faldu Davis ambaye pia aliweza kupewa kadi baada ya kuona kabisa kwa matukio yanayotokea katika kiwanja. Yani ilikuwa ni dhahiri shahiri, dunia imeona, kwa sababu kiuhalisia ni mechi ambayo ilikuwa iko so tough na ni mechi ambayo ilikuwa inaangaliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo kiuhalisia unaona kabisa kwamba yani Simba imeweza kuonewa 100%. Yani hata zile goli mbili ambazo zimeweza kutokea, basi pia tunazidi kuwasifu klabu ya Simba na tunaamini kabisa kwamba nguvu moja ushindi mmoja. Yani katika mechi ya marudiano, basi nafikiri itajulikana kama ni kombe ni kubakia hapa ama itakuwaje. Kile kiuhalisia yani RSB Berkane wameweza kushinda ama pia umeonekana kuweza kuteka advantage ya siku tarehe 17 kwa sababu tu refa alikuwa upande wao, na refa alijitahidi kuwatengeneza kisaikolojia na kuwaaminisha kwamba yuko sambamba nao. Lakini kiuhalisia kwa klabu ya Simba, wao waliweza kupotezwa mchezoni na kutolewa mchezoni na refa wakati aliyekuwa anachezesha, ambaye kiuhalisia ni refa anatokea katika nchi ya Gabon, na kwa kile alichoweza kukifanya nafikiri sio sahihi na sio sawa kwa klabu hizi ambazo tayari zimekuwa zikiendelea kufanya vizuri, lakini zinakatishwa tamaa na baadhi ya marefa ambao wamekuwa wakipendelea timu za Waarabu. Kwa ni issue ambayo nafikiri mpaka sasa hivi imeendelea kuzungumzwa zaidi katika mitandao na kuhakikisha kabisa kwamba yani katika mechi ya marudiano, basi Simba na yenyewe ni lazima ilipe kisasi kwa hichi ilichoweza kufanyiwa.